Sikiliza kwa makini. Maandiko yanasema ya kwamba Jericho ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hakuna aliyeweza kuingia wala hakuna aliyeweza kutoka. Jericho imefungwa kwa sababu ya watu fulani. Kuna vitu vimefungwa kwa sababu yako. Kuna vitu vimefungwa kwa sababu ya familia. Kuna vitu vimefungwa kwa sababu ya jamii yako. Vitu huwa vinafungwa. Nataka uelewe ya kwamba hapa duniani tunapoishi kuna ulimwengu wa kiroho na kuna ulimwengu ambao tunaoishi sisi wanadamu. Ulimwengu wa kiroho, wanaoishi katika ulimwengu ule ni mapepo, ni majini, ni majoka, ni viumbe kutoka kuzimu. Kuna malaika pia wanaishi katika ulimwengu wa kiroho, kuna makerubi, kuna maserufi. Hawa ni viumbe ambao wanaishi hapa duniani. Unapata mtu analala usiku, anaota ndoto, anasema kwamba yule babu tulimzika mwaka jana alikuja akaniambia kwamba anasikia baridi, ama alikuja akaniambia kwamba anataka watu waanze kumtembelea. Haya ni mambo ambayo katika African culture ni mambo yanatendeka. Alafu unapata ya kwamba watu wanaenda makaburini, wanafanya mila zao na desturi zao na matambiko kule, ambayo sasa yanakuwa vikwazo katika familia. Hivi vitu vinakuwa vikwazo katika jamii. Alafu unaanza kupata matukio fulani yanaanza kutendeka katika familia. Watu wanaanza kukufa mmoja mmoja. Kama juzi nimepata habari, mtu ananiambia, mtumishi wa Mungu kutoka Bungoma, ya kwamba walipoenda makaburini wakafanya yale matambiko yao kwa sababu ya mtu aliota ndoto. Wakafanya matambiko yao. Baada ya kufanya yale matambiko pale makaburini, unapata ya kwamba kuna matukio yakaanza kufanyika. Watoto katika ile familia wakaanza kuanguka, wanaanguka. Na si ati wanaanguka kwa sababu wanazimia, wanaanguka kwa sababu kuna uwepo wa mashetani ambao wameingia katika ile jamii, na sasa wanaanza kuvuruga peace ya ile familia. Amani ya ile familia imeondolewa kwa sababu wameanza kufanya mikataba na mashetani. Wameanza kufanya mikataba na viumbe ama watu waliokufa zamani. Nataka nikueleze kitu kimoja. Wakati maandiko yanasema Jericho imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, kuna vitu vinaweza kufungwa kwa sababu ya maisha yako. Kuna vitu vinaweza kufungwa kwa sababu ya kazi yako, kwa sababu ya ndoa yako. Vitu vinafungwa. Yesu akasema chochote mtakachokifungua hapa duniani kinafunguliwa mbinguni. Kila mnakifungua duniani kinafunguliwa mbinguni. Yesu anawapatia hawa wanafunzi wake, anawaambia mambo ambayo yanawashangaza, ya kwamba hawa wanaweza kufungua vitu. Hapa duniani kuna watu wamezuiliwa kwa namna fulani. Inaweza kuwa umezuiliwa kikazi, wewe kupata kazi. Kuna watu wako na madigri, wako na PhD, wako na masters, wamesoma, lakini wako barabarani. Unashangaa ile kazi wanayoifanya haifanani na taaluma ambayo wameisomea, na hao wenyewe hawaelewi ni nini ambacho kinafanyika. Wanakuambia wamezunguka, kama ni kuzunguka, wameenda maofisi zote ambao wanaweza kwenda, lakini imekuwa shida. Kuna vitu vinafungwa kwa sababu ya maisha ya watu. Kuna vitu vinafungwa kwa sababu ya mafanikio yako. Nataka uelewe ya kwamba shetani anaenda mbio kwa ajili ya mwanadamu. Ameweka wajumbe wake hapa duniani, wanaitwa wachawi. Wachawi ni watu ambao wamejiungamanisha na shetani ili kwamba wakapate kufanya mabaya. Wachawi wako hapa duniani na kazi yao kubwa ni kumzuilia mwanadamu asiweze kufanikiwa. The number one enemies of progress wanaitwa wachawi. Wanakuwekea ukuta katika maisha yako. Wakati wewe unaenda kufanikiwa, hao wanapanga jinsi ambavyo wewe utashuka chini, jinsi ambavyo utaporomoka. Na kuna watu wameporomoshwa maisha yao. Kuna familia ambazo zimeporomoshwa na hili jambo linaitwa uchawi. Kuna watu binafsi ambao walikuwa wanaendelea vizuri kimaisha, lakini kuna mambo yakafanyika katika maisha yao na hawaelewi ni nini kilichofanyika. Ukiwauliza wanashindwa kuelewa. Hawa walikuwa matajiri, sasa imekuwa ni story. Hawa walikuwa matajiri, walikuwa wanaendelea sana, walikuwa na magari, lakini as we are talking right now, unapata kwamba there's nothing to show about it, kwa sababu kuna uchawi, kuna ushirikina umetendeka kwa maisha yao.
Ushirikina. Shirki ni kitu ambacho kimefanyika kwa watu wengi. Watu wamepelekwa kwa waganga, majina yamechukuliwa yakapelekwa kwa mizimu. Unapata mtu siku ya kwenda graduation, yeye amejua ana graduate siku fulani, alafu unashangaa kuna kitu kikafanyika kwake. Anaamka asubuhi amekuwa wazimu. Unashindwa kuelewa sasa ni nini kilichofanyika kweli. Nataka nikuelezee kitu kimoja. Mwanadamu asipokuwa makini katika maisha yake, anaweza kupinduliwa na dakika moja, akaharibiwa muda mwingi sana, na akatatanishwa kabisa katika nchi, pasipo na yeye kujua ya kwamba kile kilichotendeka kwa maisha yake ni uchawi. Na kuna kuta ambazo zimewekwa katika maisha ya watu, ambazo nataka tuombe siku ya leo tuvunje hizi kuta ambazo zimewekwa katika ndoa yako. Kuna watu wametaka kuoa, kuna wengine wametaka kuolewa, imekuwa ni shida kwao kuolewa. Wamejaribu, msichana wa kwanza ameolewa, amerudishwa nyumbani, wa pili ameolewa, amerudishwa nyumbani, watatu ndio huyo ameolewa, amerudishwa nyumbani, wanne naye sasa nataka kuolewa, anashindwa kuelewa. Sasa mimi nikiolewa nitapitia ile barabara ambayo dada zangu wamepitia. Na kuna watu wengine unapata matatizo yao ni kazi, hata wasome namna gani kazi hawapati. Unapata lile boma wamesoma sana, lakini kazi hawapati, wanaishi maisha ya ufukara kabisa. Unapata maisha mengine ambayo wanayoishi ni maisha ya kutatanisha sana, unawaangalia unawahurumia. Kuna mama mjane anashangaa atalea watoto wake vipi. Ni pesa alipewa, bwanake alimwachia pesa za kutosha, lakini sasa kufuatilizia mpaka apate zile pesa imekuwa ni ngumu. Anazungushwa huku na kule, kuna kitu kinafanyika, anatatanishwa. Kuna kuta zimewekwa katika maisha yake. Kazi ya hizi kuta ambazo zinawekwa katika maisha ya mtu ni kuhakikisha mwanadamu asipite. Zinaitwa satanic roadblocks. Satanic roadblocks. Na kazi ya satanic roadblocks ni kuhakikisha mwanadamu asipite, asiendelee, asifanikiwe. Nataka niombe na mtu siku ya leo. Nataka uwe na imani. Chukua imani tu, imani. Kile nahitaji kutoka kwako ni imani, ni imani. I need just 5 minutes of your time. Just concentrate na mimi, imani tu, na utaona kitu kikifanyika kwa maisha yako. Utaona jambo likitendeka kwa maisha yako. Nisikilize kwa makini. Kila madhabahu ambayo inaongea kinyume katika maisha yako, madhabahu za ukoo zilizopandwa na mababu zako, matambiko na kafara zilizotolewa zikawekwa, damu iliyomwagika katika mashamba, katika maboma kwa sababu ya familia yako, katika jina la Yesu siku ya leo, kwa damu ya mwanakondoo tunavunja hizo madhabahu, tunaziharibu hizo madhabahu, zikose mafanikio, zikose nguvu katika maisha yako, katika jina la Yesu. Kila aina ya ushirikina uliotendeka popote pale, wakachukua majina yenu wakayapeleka, wakayazika makaburini, watazikwa wao katika jina la Yesu. Waliowachimbia makaburi wataingia wenyewe. Waliopanga maovu kuhusu maisha yako yatawapata wao na watoto wao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu leo natangaza, in the mighty name of Jesus, kila mshale wa kuzimu uliotumwa katika maisha yako, kila hasara ambayo imetengenezwa kuzimu ikawekwa katika maisha yako kukutatanisha wewe na jamii yako, hasara ikuondokee, mapigo ya kuzimu ya kuondokee, mapigo ya magonjwa ya kuondokee, hasara zote za biashara zikuondokee, kila nuksi ambayo inakuja kwako wakati wa mafanikio ikuondokee katika jina la Yesu. Na kuja kinyume na majoka na majini, mapepo, viumbe wa rohoni ambao wametumwa wakajituma katika maisha yako ili kukutatanisha wewe, usipate kazi, usiweze kuoleka. Haya mambo ambayo yanatendeka yamepangwa, huu utangulizi wa kuzimu uliojitangulia katika maisha yako, tunausambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza moto katika kila aina ya nguzo ama kila aina ya mipango iliyopangwa, kusanyiko zilizokusanyika kwa ajili yako. Wamekaa chini wakapanga, wapange sana
lakini watakupata mbele katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu kusanyiko zao. Chochote ambacho wanapanga kwa siri kitawakula wao, kitawameza wao katika jina la Yesu Kristo. Hasara zote ziwaangukie wao katika jina la Yesu Kristo. Kuta ambazo waliziweka katika ndoa yako ni vita kila siku, ni mapigano kila siku, kukorofishana kila siku. Hiyo roho iliyotumwa katika hiyo ndoa tunaisambaratisha in the mighty name of Jesus. Na kuja kinyume na majini wa umaskini, majini, viumbe ambavyo havina kiwiliwili, viumbe ambavyo uhusiano wao ni shetani mtupu, katika jina la Yesu. Hao majini ambao wametumwa katika hilo boma ili kwamba wakalete magonjwa na umaskini ambao hauna mwisho, hauna mwanzo, tunausambaratisha. Hiyo madhabahu ya umaskini iondoke kwa boma lako in the mighty name of Jesus. Siku ya leo tunahakikisha ya kwamba chochote kile ambacho kilitendeka kwa sirini, chochote ambacho kilifanyika, ni majina, ni kafara, ni damu ilimwagika, ni mnyama alichinjwa, hiyo katika jina la Yesu walifanya wao. Lakini tuko na Mungu mbinguni ambaye ana uwezo na ana mamlaka wa kuharibu na kupindua kauli za mashetani, kuharibu na kupindua kauli za majini, mapepo, wachawi, waanguke mmoja mmoja, wafe in the mighty name of Jesus. Kuna watu ambao wameng'ang'ana sana katika maisha yao, wanang'ang'ana. Hao ni maisha kung'ang'ana tu, hawajui kwa nini wanang'ang'ana. Katika jina la Yesu, hiyo roho ya kung'ang'ana ni pepo, ni jini, ni mshale wa kuzimu umetumwa kwako. Hiyo mbinu haitafanikiwa kwako kuanzia sasa. Napotangaza hivi, nataka nikueleze kitu kimoja. Kuanzia siku hii ya leo, na kuambia kwa jina la Yesu, milango yako ya mafanikio ifunguke, nyota yako ya mapambazuko ikaanze kung'aa katika jina la Yesu Kristo. Popote pale utakapokwenda utapendwa. Chochote utakachokifanya chini ya jua kizae matunda, kifanikiwe in the mighty name of Jesus. Kila atakaye kuona seme wewe ni mbarikiwa. Roho ya kukataliwa ikuondokee in the mighty name of Jesus. Utaolewa, utaendelea, utafanikiwa kibiashara, utafanikiwa. Kama ni pesa utashika. Fedha na mali na utajiri ni za Bwana. Zitakuangukia kwa fujo, zitakuangukia kwa fujo. Huu mwezi ni mwezi wa kupokea fedha, ni mwezi wa financial breakthrough, ni mwezi wa restoration. Vyote ambavyo ulipoteza utavipata mwezi huu. Chochote kile kilichokuondokea, kama kiliondolewa kwa njia ya kishetani na ni jambo la mafanikio kwako, in the mighty name of Jesus. Huu ni mwezi wa supernatural connections. God is going to connect you in a mighty way. Network za ajabu, matajiri wakaanza kukutafuta in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo Mungu akubariki. Unaingia katika huu mwezi na mafanikio, unaingia katika huu mwezi na ushindi. Hakuna silaha yeyote ile itakayotumwa juu yako itakayofanikiwa. My brother, you are blessed in Jesus mighty name. God bless you. Nenda ukafanikiwe, nenda ukakuwe tajiri, nenda ukanunue magari, nenda ukawe na manyumba zako, nenda ukashike maploti. Chochote ambacho utakachokifanya kifanikiwe chini ya jua. Mungu akubariki. Malaika wa Mwenyezi Mungu ainende mbele zako upate mafanikio katika kila jambo. Ubarikiwe mashambani na mjini. In the mighty name of Jesus, you are blessed. God bless you so much.